Tanzania yaburuzwa mahakamani na Match Masters. Ujambo na karibu, na ikiwa ni mgeni hapa kumbuka kusubscribe. Tunazungumzia mgogoro mkubwa wa kibiashara ulioibuka kati ya kampuni ya Match Masters Limited na serikali ya Tanzania, mgogoro ambao sasa umefikishwa katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki EACJ. Match Masters Limited, ambayo inajulikana kama mtengenezaji mkubwa wa viberiti salama katika kanda ya Afrika Mashariki, imewasilisha kesi ya dharura kupinga ushuru mpya wa forodha uliowekwa na serikali ya Tanzania kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2025. Ushuru huo mpya unalenga kutoza shilingi 400 kwa kila kilo ya viberiti vinavyotoka katika nchi wanachama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kampuni imesema ushuru huu ni kinyume na makubaliano ya EAC, hasa vifungu vya ibara ya 75(4) na vilevile 75(6) vya mkataba wa EAC ambavyo vinakataza kodi za kibaguzi dhidi ya bidhaa zinazotoka kwenye nchi wanachama. Match Masters imeeleza kuwa hatua hii ya kiserikali itaathiri biashara, kupandisha gharama ya maisha na kukinzana na kanuni za ushindani wa haki katika kanda. Madhara ya ushuru huu tayari yanaonekana, kwani bei ya katoni ya viberiti yenye boksi 1,000 imepanda kwa zaidi ya shilingi 2,000, hali ambayo inaleta mzigo kwa wananchi wa kipato cha chini. Wauzaji na wasambazaji wa bidhaa hizo wanasema hali hii inatishia kupunguza mahitaji ya viberiti sokoni na ni jambo linaloweza kuathiri ajira na mapato ya familia zinazotegemea sekta hiyo. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanatahadharisha kuwa endapo ushuru utadumu, basi viwango vya uzalishaji vinaweza kushuka na kuathiri mapato ya serikali yenyewe kwa muda mrefu. Kesi ya dharura sasa inasubiri kusikilizwa na mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, na wachambuzi wanasema matokeo yake yatakuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa biashara za kikanda. Ikiwa mahakama itakubaliana na hoja za Match Masters, basi Tanzania inaweza kulazimika kuondoa ushuru huo na kurekebisha sheria zake ili kuendana na makubaliano ya kanda. Lakini kama serikali itashinda kesi, basi ushuru utaendelea na kuathiri bei za bidhaa katika soko. Na wadau wa biashara na wanaharakati wa haki za walaji sasa wanatazama kesi hii kama kipimo cha dhati cha jinsi Jumuiya ya Afrika Mashariki inavyoweza kutekeleza mikataba yake na kuhakikisha haki sawa kwa wafanyabiashara wote. Hali hii imezua mjadala mpana kuhusu kama sera za ushuru wa kila nchi mwanachama zinapaswa kuendelea kuwa huru au zilinganishwe ili kuepuka ushindani usio wa haki. Kenyascope itaendelea kufuatilia mwenendo wa kesi na kukuletea taarifa za moja kwa moja kutoka mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, na huu ndio mgogoro wa kibiashara wenye uzito mkubwa ambao unaweza kubadilisha jinsi sera za ushuru zitakavyotekelezwa katika ukanda huu. Endelea kutazama ili usipitwe na kila hatua ya sakata hili linalogusa uchumi wa kila mwananchi.